Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1. Katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Comrade Kennedy Danford Mpumilwa amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano, akisisitiza kuwa misingi hiyo ndiyo nguzo ya maendeleo na utulivu wa taifa. Comrade Kennedy ametoa wito huo alipokuwa akizungumza na waombolezaji wakati wa mazishi ya mke wa mwenyekiti wa CCM kata ya Malula wilaya ya Meru, ambapo amewasihi wananchi kujiepusha na kauli na vitendo vinavyoweza kuhamasisha vurugu, chuki na mgawanyiko katika jamii. Amesema Tanzania imejijengea heshima kubwa kutokana na amani yake, hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kuilinda na kuendelea kuimarisha mshikamano miongoni mwa Watanzania. Aidha, amewahimiza wananchi kuendelea kumuunga mkono mwenyekiti wa CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuendelea kuimarisha juhudi za maendeleo, umoja na ustawi wa taifa. Katika mazishi hayo, mwenezi wa CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Comrade Kennedy Danford Mpumilwa ametoa salamu za pole kwa familia iliyofiwa na kuwaombea ndugu subira na faraja katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mpendwa wao. Katibu wa CCM kata ya Malula. Na hapa tuko kwenye msiba, tunamsindikiza mwenyekiti wetu ili aliyekufa kuja kumzika mke wake. Tunashukuru pia tumepata ushirikiano wa wilaya. Katibu mwenezi wa wilaya ametupa ushirikiano wa kutosha, ametupa gari la kubeba marehemu mama yetu, ametusaidia na pia kwenye msiba huko tumekuwa naye na hadi kufikia hatima ya mwisho. Mwenezi tumekuwa naye mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa niaba ya kumtawakilisha kutokea wilaya. Chama kama chama kimeshiriki vipi kazi ya kata katika msiba? Chama kama chama tumepata gari ya kumbeba marehemu mama yetu mke wa Elias Shiteti, mwenyekiti wa kata, kutoka kata ya Malula hadi alipokuja kuzika. Na unamsemaje mwenyekiti wa chama ushirikiano wake katika jamii? Mwenyekiti wa kata ni mtu mzuri, anashirikiana na watu, na ndio maana unaona tumepata umati mkubwa kutoka Malula, kuna pasta zimekuja, watu wamemsindikiza, sababu ni mtu wa watu na anashirikiana na watu. Okay, najua kata ya Malula ni moja ya kata ambayo iko pembeni kabisa na lango kubwa na viongozi mbalimbali kutoka uwanja wa taifa wa Kilimanjaro Airport kuja katika mkoa wa Arusha. Huwezi kutaja mkoa wa Arusha bila kutaja kata ya Malula. Kwa kama katibu wa chama wa kata ile, unatoa wito gani kwa vijana na wananchi kwa ujumla? Wito unaotoa kwa vijana ni kuwaasa kwanza tuwe na ushirikiano kama tunavyoonyesha hapa, kwa ushirikiano tunapopata matukio kama haya. Pia vijana wetu kwa sasa wakiamini chama chetu pia cha Mapinduzi, kwa sababu sisi tumekuwa tukishirikiana tofauti na wenzetu kwa matukio mbalimbali. Tunasikia kwamba kunaweza kuwa kuna maandamano kesho kutwa tarehe 7. Wewe kama kiongozi wa chama unatoa wito gani kwa vijana na wananchi wote wa kata yako ya Malula? Vijana wetu tumezungumza nao, hususan wa bodaboda ambao tumeona tutumiwa kwa muda mrefu, na tumewaasa kwamba tarehe 7 ambaye hana kazi akae nyumbani afanye kazi zake, waache kushawishiwa. Ukizingatia pia kata yetu ni karibu na wilaya ya Sia ambayo kuna upinzani kidogo, lakini vijana wa kwetu tumewaelimisha hiyo tarehe 7 kila mmoja aendelee na kazi zake, waachane kushiriki au kushawishiwa. Asante sana katibu. Hii ni Sauti ya Mwenezi TV online. Tukushukuru sana. Asante Mwenezi kwa ushirikiano. Katibu wa vijana wa wilaya yetu ya Meru, ndugu yetu Lemi Nasari yuko hapa kwenye msiba mkubwa kabisa. Tunataka tupate mawili matatu, yeye anasemaje? Karibu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Remi Kanaini Nasari, ndiye katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Meru. Ndugu wa Tanzania, ndugu wa Meru, leo tuko kwenye msiba wa mke wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kata Malula. Ni mzee ambaye pia amekuwa kiungo katika chama chetu kwenye wilaya yetu, lakini mzoefu kwenye mambo ya kisiasa. Ya msiba huu umetugusa sisi kama chama, lakini pia kama umoja wa vijana pia umetugusa, kwa sababu ukishagusa chama tayari umeshagusa jumuiya zake. Mimi sina ya kusema mengi, ila nichukue nafasi hii moja kushukuru chama changu cha Mapinduzi ngazi ya wilaya kwa sababu ya ushiriki mkubwa kwenye msiba huu. Najua kwamba leo tumepata nafasi ya kuwa na katibu mwenezi wa CCM wa wilaya, kaka yangu Kennedy, na hili amekuja kuwakilisha chama chetu kwenye msiba huu. Najua ya kwamba amekuja kwa ajili ya chama kwa niaba ya mwenyekiti na katibu wa CCM.
na nichukue nafasi hii kushukuru chama chetu, lakini pia kumshukuru mwenyekiti wa CCM, katibu wetu, lakini katibu mwenezi ambaye pia mwenezi huyo amekuwa mfano, lakini pia amekuwa anakimbilia sana wahitaji pale unapopata changamoto, miguu yake imekuwa metesi sana. Mimi kama katibu wa umoja wa vijana nina kila sababu ya kumshukuru, lakini kumpongeza, lakini pia kusema usivunjike moyo, songa mbele, maana Mungu anajua zaidi yetu. Lakini sambamba na hilo, mimi kama katibu wa umoja wa vijana wa CCM, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu chini ya mwenyekiti hodari Ombeni Elisante Palanjo, vijana wa wilaya ya Meru wamechagua kazi na si vinginevyo. Kwa hiyo ninaomba sana Watanzania wakati wanatutazama, vijana wa Meru wanasema wanatamani kufanya kazi, lakini siasa ya Meru ni siasa ambayo itaendana na uchumi. Kwa ndugu zangu, kwa msiba huu mzito, nami pia umenigusa maana ni wa kiongozi mwenzetu, basi mimi naomba nisiwe na maneno mengi. Kwa kifupi, wewe ndio msemaji mkubwa kwa umoja wa vijana, ndio mtendaji mkubwa. Unaweza kutoa neno gani kwa vijana kuelekea hizi siku ambazo taifa linaenda kusherehekea maadhimisho makubwa sana ya biashara ya kimataifa tarehe 7? Moja, kwenye kanuni za umoja wa vijana na vitabu vyetu vya chama kuna kipengele kinasema siasa na uchumi, lakini pia kuna sehemu nyingine tunaweza kuiangalia mheshimiwa viongozi, ambayo kijana akiwa na uchumi sio rahisi kurubuniwa, na ndio maana tangia awali nimesema vijana wa wilaya nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1 nambari 1